Na hizi ndio sababu kwa nini hautakiwi kutumia Agano Jipya kufundisha somo la zaka kanisani. Sababu ya kwanza, Mathayo 23 na mstari wa 23 na Luka 11 na mstari wa 42. Wale aliokuwa na wakemea Yesu walikuwa sio kanisa, bali walikuwa ni waandishi na Mafarisayo. Sababu ya pili kwenye vitabu hivyo ni kwamba Agano Jipya lilikuwa bado halijaanza. Sababu nyingine, Matendo ya Mitume sura ile ya 5 na mstari wa 3, kwa nini hautakiwi kutumia au kukoti hilo andiko? Ni kwa sababu Matendo ya Mitume haizungumzi kwa habari ya somo la zaka na wala haizungumzi kwa habari ya somo la fungu la 10. Kilichovunjwa pale ilikuwa ni makubaliano ya kanisa la kwanza. Sababu nyingine, kwenye kitabu cha Waebrania ile sura ya 7 hautaki kukitumia kile kitabu kwa sababu kile kitabu kinaonyesha kilikuwa kinazungumza kwa habari ya kufanya transition ya kuwatoa hawa Waebrania waliomwamini Yesu Kristo kutoka kwenye agano ambalo walikuwa nalo kuwapeleka kwenye Agano Jipya ambalo ni la Yesu Kristo. Sasa kwa kusema hivyo unaweza kaniuliza, je, kwenye Agano Jipya tunatakiwa tutumie vitabu vipi kufundisha somo la zaka? Kiufupi na kiuhalisia na kiukweli kabisa ni kwamba kwenye Agano Jipya hakuna kitabu kinachosapoti kufundisha somo la zaka kanisani. Kama bado hujanielewa, ninaomba unifate kwenye YouTube, njoo subscribe account yangu ya YouTube, na hata kama hapa bado haujanifollow kwenye account yangu, basi unaweza ukanifollow kwa ajili ya kupata update nyingi. Lakini kwa kifupi ndio hivyo, na Mungu akubariki sana.